watu wengi wanafuata Radio Maria, sio kujiburudisha, sio kuna bongo flavor, sijui kuna matangazo ya biashara au kuna nini. Wanafuata habari njema ya wokovu, kwa sababu katika misa zetu hatuna muda mwingi wa kuweza kuongea, yaani padre kuhubiri na kuruhusu watu waulize maswali. Hakuna muda ule, muda hautoshi. Hatuna utaratibu huo wa kusema watu wana maswali mengi. Unaweza kuhubiri ukatoka ukasema tumsifu Yesu Kristo, lakini watu bado wana majibu, hawana majibu ya maswali yao. Sasa watapata nafasi wapi? Ndio Radio Maria inatoa fursa, na mnaona maswali, watu wanauliza maswali mengi sana na wanapata majibu kutoka kwa wataalamu, na kwa sababu kuna kipindi maalumu kwa ajili ya maswali na majibu, na watu wanajua ratiba ya Radio Maria. Tulikuwa naongea, mmoja akasema mimi Radio Maria asubuhi na mapema, hapo ndio napata vipindi vyake vizuri. Au wengine wanasema jioni kwa kabisa, usiku ndio naweza kupata vipindi kwa utulivu, dunia iko imetulia, nasikiliza Radio Maria, maswali na majibu. Kwa hiyo unaona Radio Maria inatuliza kiu ya watu, kwa kweli inawapa majibu ya watu, inatoa majibu kutokana na maswali mbalimbali watu wanauliza, pengine hawapati nafasi ya kumkuta padre na kuuliza, Jumapili ulisema hivi, ulikuwa na maana gani? Je, neno hili lina maana gani? Maswali mengi ambayo tunasikia watu wakiuliza, wakitaka kujua. Kwa hiyo Radio Maria inafanya kazi ile kama nilivyosema awali aliyofanya Mama Maria, kuleta neno la Mungu kwa watu, na ndiyo kazi yake na vipindi vyake, na ndio maana haiendeshwi kibiashara, haipo kwa ajili ya biashara, na haina matangazo ya biashara, na haina mapato yanayotokana na uendeshaji wa redio kwamba kwa kurusha matangazo wanalipwa. Ni michango na ukarimu kutoka kwetu. Kwa hiyo sisi wenye kiu kama waamini wa Katoliki na wadau wengine, kila mara tunawaalika tuungane pamoja kuiunga mkono na kuichangia Radio Maria iweze kuendesha na kuendelea kuleta Injili miongoni mwetu, iweze kufika kila nyumba, sauti ya Kikristo ifike kila nyumba, watu waweze kumsikia Kristo kupitia Radio Maria. Lakini tutaiwezesha tu kwa njia ya ukarimu wetu na michango yetu. Inahitaji vitu hivi, kuna kusafiri, kuna uendeshaji, kuna mashine, kuna mitambo na vitu vyote mnavyoviona, gadgets mbalimbali mnazoziona, zote hizi zinahitaji ukarimu wetu sisi ambao tuna kiu kama wale watu walikuwa na kiu ya kumsikiliza Kristo, na sisi tuna kiu ya kusikiliza Radio Maria iweze kutupa majibu ya maswali yetu mengi ambayo pengine hatupati nafasi kuuliza kwa wale wahudumu, na hasa kwa namna pekee mapadri. Kwa hiyo nawalikeni sana ndugu zangu, tushirikiane katika nafasi hii, na tumshukuru Mungu kwa miaka 30 ya Radio Maria toka ilipoanza utume wake katika nchi yetu, kwa kazi kubwa iliyofanyika na kwa huduma kubwa, na hasa kwa neno la Mungu. Lakini tunashukuru pia kwa mikakati inayofanywa na management ya Radio Maria kuhakikisha kwamba inakwenda kila mahali wanaendelea kuongeza mitambo yao, masafa yale yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Na nyinyi mnajua si Wakatoliki tu wanaopenda kusikiliza Radio Maria, watu wengi wanasikiliza Radio Maria. Hata ukipita asubuhi na mapema uone watu bodaboda wanakwenda stendi asubuhi saa 10, saa 11, saa 12, sikiliza, utaona wametuni kwenye bodaboda zao Radio Maria. Tulipokuwa tunazindua Radio Maria kule masafa kule Makete, vijana fulani wako kijiweni wakampigia paroko, wakasema sisi hatuna nafasi ya kuja kusali, lakini tunashukuru leo hii tumesikia Radio Maria hapa Makete. Wako huko kwenye kijiwe chao huko, lakini wanasikiliza Radio Maria. Lakini si maana yake ni mbadala wa ibada na misa takatifu. Maana watu wanasema siku hizi hakuna sababu ya kwenda kusali Radio Maria kwa sababu utasikia yote. Utakomunika? Huwezi kukomunika, huwezi kushiriki na wenzio katika liturujia, katika misa. Ile sio mbadala. Kwa wale ambao wanafika kanisani wafike kanisani, lakini sisi tunaona ni msaada kwa wagonjwa na wazee ambao hawawezi kufika kanisani
wanapata nafasi ya kufuatilia misa takatifu kupitia Radio Maria. Lakini hata sisi wengine tunasikia vipindi vingi ambavyo tunavihitaji kusikia, kama nilivyosema, ya maswali na majibu ambavyo vinatuimarisha zaidi katika imani. Basi tuendelee kuombea utume wa Radio Maria, uendelee na uweze kupita sehemu mbalimbali katika nchi yetu, kona zote watu waweze kusikia Radio Maria na waone makuu ya Mwenyezi Mungu, waweze kumjua Kristo kupitia Radio Maria. Tumsifu Yesu Kristo.